Bana, nachokusiki kitu kimoja tu, hakikisha umesubscribe, umelike, umecomment kuwa mwanafamilia wa Gamba TV. Kuna watu mlikuwa mnauliza wapi alipo mzee wa bakora, ni kipi anafanya na nini anafanya, mbona kwenye tamthilia haonekani, kaondoka ama yuko wapi? Mimi nikasema ni nani nije nizungumzane niweze kumfahamu yuko wapi mzee wa bakora, kwa sababu ni muda sasa hajaonekana kwenye tamthilia ya Dunia na tumemtambua kupitia tamthilia ya Dunia. Kuna mengi yako nyuma, leo tutafahamu kutoka kwa mzee wa bakora. Uko naye bwana tajiri, vipi? Safi kiongozi. Harakati zinasemaje? Tunamshukuru Mungu. Kimya kingi. Hivyo hivyo mdogo mdogo mambo yanaenda. Wanasema kimya kingi kina vingi. Wengine pia wanasema kimya kingi kina mshindo mkubwa. Kwa hiyo watu wakimwona mzee bakora wamuoni watajia kuna mshindo tu utakuja. Mshindo upo. Si unajua sisi watoto wa mjini hatuna dogo. Tumeanza huu ndo mwaka tumeanza. Mimi nimekutana, nimefanya interview sasa hivi almost hatukutana toka mwaka jana mara mwisho. Ni kipi ambacho ni cha tofauti sana kwa mwaka huu 2026 ambacho umekiona kwenye kari yako ya sanaa? Cha tofauti ni kwamba yani toka mwaka umeanza bado sijaingia kwenye kazi zangu kama ilivyokuwa kawaida, lakini kwa kauli ambayo imeanza hapo mwanzo kwamba kimya kingi kina mshindo mkubwa, hicho ndo nachokiona ambacho kinachokuja kwa mwaka huu. Ni kipi unachokimisi sana kutokuonekana kwenye tamthilia Dunia, kwa sababu sasa hivi ni almost kama miezi mitano sasa inaenda bila kuonekana? Ni kipi ambacho unakimisi kutokuonekana kwenye tamthilia Dunia kwa muda? Vitu ambavyo unavyomisi, yani kama ulivyosema, sisi ni watu ambao tulikuwa tunafuatiliwa na ni watu ambao tulikuwa tunapendwa sana, umeona. Kwa hiyo kwa kitendo hichi cha kuwa hatupo kwenye kazi, ni maswali mengi, makomenti, masimu. Kwa hiyo hicho kitu kidogo kinakuwa kama kinanivuruga kwenye kichwa changu, lakini mimi naamini kila kitu kina muda, kina wakati wake. Tamthilia Dunia ndo tamthilia iliyokupa jina na Watanzania wakafungua jicho la pili kukutazama. Ndio. Dunia imekupeleka sehemu gani kwenye kari yako ya sanaa? Mimi naweza nikasema kazi nilianza kufanya kabla ya kufanya hiyo kazi ya Dunia, lakini Dunia ndo kazi ambayo imenitambulisha na watu wengi wamenijua. Kwa Dunia kwenye upande wa maslahi ni kama haijakupa maslahi makubwa sana. Kiukweli kwenye upande wa maslahi naweza nikasema bado haijanipa, kwa sababu kuna mambo mengi sana umeona, yani mishahara tunalipwa kama wanavyolipwa wengine, lakini pia kuna mambo mengine tofauti na mshahara ambayo labda watu wanaweza kuwa wanayafanya yakawa yanawapa mafanikio zaidi. Kwa upande wangu mimi bado sijafikia huko. Watu wamemiss bana ile kapu yako na mke wako. Watu wakawa wanasema mzee bakora katoka kwenye tamthilia Dunia, lakini kuna season 2 imekuja, kuna usajili umeonekana kwenye tamthilia Dunia, kuna watawi iliongezeka, lakini sasa hivi kuna muda kama alionekani. Wakawa wanasema wamekuja kukava kama nafasi yenu, kwa sababu ile familia ni kama inavimbwaga sana, na ndio ilikuwa ni kama familia yako wewe na mke wako Irene. Tuanzie hapo. Ili ni kweli ile tawi linaweza kukava nafasi yenu? Yani swali hilo labda tuulize mashabiki, lakini mimi kwa upande wangu, yani kwa sanaa yangu mimi nilikuwa nayo na mke wangu, na ukizungumzia na watu wengine sidhani kama kuna mfanano, umeona. Na hata pia washabiki wenyewe sidhani kama wanaona kuna mfanano, na pia hata hao watu sidhani kama labda wamewekwa kwa ajili ya kuja kulinganishwa na sisi. Kwa hicho kitu sidhani kabisa. Unahisi tawi lako bado unadaiwa kwenye Dunia liwepo? Kwa mimi kama mzee wa bakora naamini tawi langu bado linahitajika. Kwa mimi na imani hiyo, tawi langu bado linahitajika, sababu hata ukiangalia kwenye episode zinavyorushwa unaona washabiki wanadai. Kwa hiyo naona bado tawi langu linahitajika. Irene ni mwanamke wa aina gani ambaye unaigiza naye kwenye tamthilia Dunia na unifanya vizuri? Moja ya tawi lenu yenyewe lilikuwa ni pendwa sana. Irene ni mwanamke ambaye anaonekana kama watu wanasema mbona anaendana na Mdeme. Irene, wewe ni mwanamke wa design gani, yani kama ukimtazama nje ya kamera? Yani kusema kweli mimi naongelea kikazi. Kwanza katika vitu ambavyo ninafurahia, nimefurahi sana kwa Baba Asma kunichagua kuniweka na mtu kama Irene kucheza kama mke wangu, kwa sababu mimi katika maisha yangu kwanza huwa napenda watu ambao hawana makuu, hawana mambo mengi, hawana sifa, hawajishauri, hawajioni, na Irene ni mwanamke wa aina hiyo, umeona. Kwa hiyo hata mimi kucheza naye
hatuna siku maalum labda kusema kwamba leo nitakuwa niko fresh, leo siko fresh. Yani Elini siku yote tu, tukiambiwa sasa hivi mchana mna shoot tunashoot, tukiambiwa sasa hivi asubuhi mna shoot tunashoot. Ana shida dada watu. Kwa hilo kusema kweli namkubali sana Elini, na ndio maana napenda bado tuendelee kucheza kama mke wangu. Watu wanajiuliza, Mzee Bakora hajaonekana kwenye tamthilia ya Dunia kwa muda mrefu, lakini haonekani tena kuigiza hata tamthilia yote ya YouTube na msanii yote. Ni kuwa ule mkataba wako ndio unakubana usiweze kuigiza kwenye kazi nyingine zote za YouTube, kwa sababu hujaonekana kwa basi kama miezi minne sasa, lakini hujaonekana popote pale unaigiza. Mkataba unakupa limit ama ni watu tu waje kutafuta kufanya kazi? Ya mimi kwa Baba Asma, kwa mkataba wangu jinsi ulivyo, sio mkataba ambao naweza kuzuiwa kufanya kazi sehemu nyingine, hapana. Ila tu ninatakiwa nitoe taarifa, kama kuna mtu amenihitaji basi nimpe taarifa kwamba mimi kuna mtu fulani anataka kufanya kazi na mimi, ili yeye atoe baraka zake. Lakini kwa kusema labda kwamba anaweza kunikataza kufanya kazi sehemu nyingine, hicho kitu hakipo, kwa sababu nilishafanya tayari hivyo, nilishacheza kazi nyingine. Lakini kwa sasa hivi kwa hizo kazi nyingine ambazo hunioni, ni mimi tu mwenyewe ambaye nimejiwekea kwenye maisha yangu kwa sasa hivi. Kwanza hizo kazi nyingine niachane nazo, kwa sababu nyingi au katika hizo kazi ambazo unazozungumzia nyingi sana ni kazi za kuombana, ni sio kazi za kusema kwamba zinaweza kwenda kukupa mafanikio. Yani mtu anakuomba tu kwa sababu labda mnajuana, mlishafanya wote sanaa labda, au ni ndugu yake na yeye anafanya, basi anataka umsupport. Na kama unavyojua sio wazalamu, afu tumelelewa mamani. Kwa hiyo nongwa linakuwa nongwa kweli. Watu mashabiki wanadai kuwa season 2 ya Big Boss ya Dunia sio kali kama season 1. Wewe ukiwa kama shabiki, sio mwigizaji wa Dunia, unahisi season 1 na season 2 ni ipi ambayo inaonekana ni kali zaidi? Mimi kwa upande wangu kama shabiki sio msanii. Yani mimi kwa upande wangu nasema season 1 ilikuwa ni noma. Kwa mimi nikiongelea kama shabiki, kwa sababu bado hii haijaisha, ila ile ilienda ikafika final na watu waliona kilichofanyika, ila hii bado haijafika mwisho. Kwa hiyo siwezi kuizungumzia hii kwamba ni kali kuliko ile, ila wanafanya vizuri. Unahisi kutokuonekana kwa nyinyi matawi ambao mlianza mwanzo, wakiwemo wakina Matida, wakina Amani, wakina wewe, watu wengi sana ambao walipita kwenye season 1 kutokuonekana season 2, unahisi ndio maana kimefanya kama inazidi kupungua ubora tofauti na mwanzo? Hamna, hata wasanii wanaofanya sasa hivi ni wazuri, sio wabaya. Ni wasanii ambao wanajituma, wanajitahidi, umeona. Kwa hiyo yani cha msingi ni hicho nilichokisema, inawezekana tu labda kwa sababu hatujaona mwisho wao. Kwa hiyo kuzikompea kwamba ile na hii ipi kali itakuwa ni muongo. Yani mimi nasimamia msimamo wangu ule ni kwamba ile ya kwanza ilikuwa sio poa, ilikuwa noma. Umeigiza kwenye tamthilia ya Dunia na Dunia nahisi ndio imekupa maarufu kubwa sana. Mimi nimekukuta mtaani, of course wasanii mnakuwa na ile kulinda brandi. Wewe ni mtoto wa Magomeni, umekuja umekukuta pale kwenye bodaboda umetulia. Ni tofauti na wasanii wote ambao nakutana nao, kwa sababu huwa anakuelekeza mpaka sehemu alipo nyumbani, uende hataki watu muone. Ni kipi Mdeme anaweza kujitofautisha na watu, kwa sababu unakaa na watu pale, umekuta kwenye bodaboda tumeenjoy kabisa, relax. Ni kipi kinakufanya Mdeme unaweza usitengeneze status ya brandi kama tunavyohitaji? Unajua, kabla mimi sijaanza hii kazi ya Dunia, mimi nilikuwa ni fundi na dili na masuala ya rangi, mambo ya decoration. Lakini toka nimeanza kufanya hii kazi ya Dunia, huwezi amini, kwa sababu huko nilikuwa nachukua muda mwingi sana. Kwa hiyo kazi zangu zile ambazo nilizokuwa nafanya mwanzo, wale mabosi walivyokuwa wakinipigia simu ninawaambia nipo kwenye mambo ya sanaa, huwezi amini, wengi waliniona kwamba mimi sio tena mfanyaji wa kazi zile. Kwa hiyo wakatafuta na mafundi wengine na nini. Kwa hiyo hata sasa hivi nikiwapigia simu, jibu lao utasikia, wewe msanii bwana, bora uigize tu bwana. Unajua zile. Kwa hiyo sasa nikisema eti mimi nalinda brandi, nitakaa tu nyumbani nisionekane na watu, nisifanye hivi, hilo swala itakuwa kwa upande wangu mimi ni uongo. Lazima nichanganyikane na watu, umeona, kwa sababu sina kazi nyingine ambayo labda nimejiajiri, umeona, labda nina duka au na nini, uongo. Umeona bwana. Kwa hiyo lazima nichanganyikane na watu. Hapo kwenye bodaboda wanapopasema, hapo kuna mafundi, hapo kuna madereva wa bodaboda, umeona. Kwa hiyo michongo mingi ambayo inapatikana hapo, lazima nijichanganye ili maisha yaende. Unahisi kuigiza kwenye Dunia kumekufanya kuna baadhi ya watu waondoke kwenye maisha yako kwa sababu umekuwa msanii?
wapo watu ambao wameondoka na wapo watu ambao wapo, kwa sababu kuna wengine walikuwa siku zote wanaamini kwamba wewe huwezi kufika kwenye mawazo yao, lakini kitendo cha kufika tu hapa nilipo, watu wengine walianza kujipunguza wenyewe, kwa sababu waliona si tulikata tamaa, tulimkatia tamaa, lakini leo amefika at least hata hapo ambapo amefika. Kwa hiyo wao walianza kupungua, lakini pia wapo ambao wamezidi. Umeona, kuna watu ambao nimekutana nao baada ya kuanza kufanya kazi ya dunia, na hadi leo kusema kweli namshukuru Mungu pia, na bado ananisupport. Yeah. Ili tuliweke wazi. Ili naomba tuliweke wazi. Kuna baadhi ya watu wanadai kabisa kuwa mzee wa bakora hayupo kwenye tamthilia ya dunia, akaondoka. Na kilichokufanya ondoke ni maslahi. Tuliweke wazi. Kilichokufanya ondoke kwenye tamthilia ya dunia ni maslahi, ama bado upo kwenye tamthilia ya dunia? Na kama bado upo, unalipwa pesa na kazi uonekani kwenye tamthilia ya dunia? Ili naomba tuliweke wazi. Yani mimi hapa kwa upande wangu, mimi sijaondoka bado kwenye tamthilia ya dunia, kwa sababu ili niondoke mimi ilitakiwa niambiwe au nipewe taarifa na kiongozi wangu ambaye yeye ndo alinifanya niwepo kwenye tamthilia ya dunia, lakini sijapewa hiyo taarifa, wala yeye hajawahi kunipa hiyo taarifa, na naonana naye, nawasiliana naye nikiwa na jambo langu, nampigia simu. Umeona, kama linahitaji fedha ananisaidia. Yani kwa upande huo nisiwe mwizi wa fadhila wenyewe wanavyosema. Umeona, lakini pia kwenye swala la kulipwa, kama wanavyosema, ni kweli watu wanalipwa, na ikifikia siku kama sitolipwa, labda mkinioji nitasema sasa hivi silipwi, lakini kwenye upande wa kulipwa nalipwa. Ulishajuta kuigiza kwenye dunia? Majuto ndo kama anavyosema, yani kwamba ukizingatia hapa tunalipwa tu kwa mwisho wa mwezi, ni mshahara tu. Bado sijaanza kupata matangazo kama labda wanavyofanya wengine, ikawa ni ile pesa ya extra. Umeona bana, hiyo sijafikia huko bado. Kwa hiyo nilikuwa nafikiria nje ya hiyo hela ya mshahara, labda ningekuwa nafanya kazi nyingine kama nilizokuwa nazifanya mwanzo, lakini hizo ndo hazipo. Umeona, yani mabosi kama wameambiana vile, kila mmoja anamwambia mwenzie, wewe sio mfanyaji kazi, wewe sasa hivi amekuwa msanii, wenyewe wanamuita superstar, sijui mzee wa bako. Kwa hiyo hivyo, yani kitu ambacho kiupande mwingine dunia imenisikitisha ni kwenye upande huo, sababu nimepoteza, na huko nilikuwa napata pesa nyingi sana. Kwenye ufundi na uigizaji wapo ulikuwa unapata pesa. Kwenye ufundi ulikuwa unaigiza pesa nyingi, huko kwenye uigizaji? Ufundi una hela, sikwambie mtu ufundi una hela, kwa sababu sometimes unaweza kukuta jengo la gorofa nzima. Umeona, labda mjengo na gorofa sema kama 8 7, afu wewe unachukua mwanzo mwisho kuanzia juu hadi chini, wewe mwenyewe fikiria. Umeona, kwa hiyo ulikuwa una hela, asikuongopea mtu. Umeona, Kwa pesa unayoipata kwenye uigizaji ni ndogo sana, tofauti na kwenye ufundi. Ni kweli kabisa, hela ambayo kwa sasa hivi ninayopata kwenye uigizaji ni ndogo kuliko ambayo nilikuwa naipata kwenye ufundi. Huo ndo ukweli. Watu wanasema watu wanaangalia pesa kuliko chochote. Mdeme yuko tayari kuachana na sanaa na kurudi kwenye kazi yake ya ufundi ili endelee kuingiza pesa nzuri kama kawaida, kama mwanzo, aweze kuendeleza maisha na familia yake, ama Mdeme atazidi kustay kwenye sanaa kwa sababu bado anaamini kwenye sanaa atafanikiwa? Yani ujue sanaa ilivyo ni kama kidonda ambacho kipo kwenye maungio, yani. Umeelewa? Yani kidonda ambacho kipo kwenye maungio huwa hakiponagi, yani. Na hata kama kitaziba, lakini ukiwa unakunja, mfano kama kipo kwenye mkono au mguu, bado yale maumivu utafanyaje? Utasikia tu. Umeona, ndio sanaa ilivyo. Yani hata sasa hivi nikisema labda mimi naachana na sanaa kwa mfano, yani ikitokea siku nikahitajika, lazima nitafanya, hata kama nitasema sasa hivi. Ndio sanaa ilivyo, kwa sababu niliwahi kufanya mahojiano na wewe mwanzoni au kipindi cha nyuma huko, kama unakumbuka, nilishawahi kukwambia kuna kipindi nilifikiaga nikasemaga kama vipi bora niachane tu na masuala ya sanaa, lakini wewe bosi wangu akanambia hamna, wewe njoo tufanye. Umeona bwana, na hii nafasi na kuona wewe, na kweli Mungu akajalia nikaenda nikafanya na nikaonekana. Naomba sasa ili uwaambie mashabiki zako ambao wanaamini kabisa wewe haupo kwenye tamthilia ya dunia, ni kipi ambacho unaweza kuambia mashabiki wako cha mwisho kabisa? Mimi nachotaka kusema, uwezo bwana, uwezo hauzeeki. Yani uwezo hauzeeki. Na ukitaka kuamini hilo, kuna watu kama kina Mzee Mwogo Mchungu walifanyaga sanaa wakati bado vijana na mpaka sasa hivi wazee, lakini bado sanaa wanafanya. Kwa hiyo hata kama itatokea labda sitorudi kwenye dunia kwa mfano, walokuwepo wakakava hizo nafasi, basi mimi na imani tu
ipo siku au kuna njia yoyote ambayo inaweza ikatokea nikaonekana sehemu nyingine. Kwa hiyo wasinichoke, waendelee kuniombea Mungu, waendelee kunisapoti na tuendelee kufuatiliana, kwa sababu pia nipo kwenye mitandao ya kijamii kama TikTok Mdeme Mzee wa Bakola, Instagram Mdeme Mzee wa Bakola na pia Facebook. Umeona? Huko tufuatane. Nina imani kuna mambo mazuri mengi yanayokuja zaidi na zaidi. Yeah. Mimi Mzee wa Bakola nakushukuru sana kwa time yako, kwa sababu tumezungumza vingi. Ndio. Kuna vingi tumejifunza. Sawa. Majuto, unajuta kuwa tamthilia ingizi pesa kama unazoingiza kwenye ufundi. Hicho ndio kitu ambacho nimeondoka nacho. Kwa maumivu ya tamthilia unaamini ipo siku yatakuja kufunikwa na unachokiamini. Yeah, mimi naamini yani. Unajua bana, hakuna kitu kizuri kwenye maisha kama muda au wakati. Umeona, kwenye dunia tumefanya kazi watu wengi sana, lakini kuna wengine wameenda kidogo, wengine wameenda kati, wengine wameenda zaidi. Kwa hiyo hao walioenda zaidi inawezekana labda sio kwa ujanja wao au labda sio kwa ufundi ambao labda wametuzidi sisi, hamna. Ni wakati, yani Mwenyezi Mungu amepanga sasa hivi zamu yao, na wengine watakuja watafanya nao kwa wakati wao. Kwa hiyo ndio maana nasema washabiki zetu, wafans wetu waendelee kutusupport. Mimi na imani kuna vitu vikubwa sana. Inawezekana tulivyofanya ni vidogo, ila ambavyo hatujavifanya ni vikubwa na tunatamani kuvifikisha kwao. Yeah. Mimi nakushukuru sana kwa time yako bro.